Asanteni sana. Habari za jioni marafiki. Nimejaliwa kuwa hapa usiku wa leo kuwanenea tena katika jina la Bwana wetu mpendwa Yesu Kristo. Na daima nimejaliwa kukutana na watu wa Mungu popote na kunena juu ya jina hilo kuu Yesu. Hakika na uthamini wimbo ambao ndio kwanza ndugu yetu auimbe. Huo ndio ninaoupenda zaidi. Katika siku ambayo wanajaribu kumfanya Yesu kuwa nabii tu au mtu mwema au mwalimu, huo kwa kweli huleta uungu wake kile yeye alichokuwa. Nami naamini ya kwamba alikuwa, kamwe hapaja kuwa na mmoja kama yeye duniani hata kuwepo. Alikuwa Imanueli. Yeye alikuwa Alfa, Omega, mwanzo na mwisho. Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja. Shina na mzao wa Daudi, nyota ya asubuhi. Ndani yake ulikaa uungu. Ndani yake alikuwamo Mungu. Mungu alikuwa ndani ya mwanawe, ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. Yesu alisema, si mimi nizifanyaye kazi hizo, bali ni Baba yangu aishie ndani yangu. Mimi na Baba yangu tu mmoja, Mungu akidhihirishwa katika mwili. Ni ufunuo wa ajabu jinsi gani wa upendo wa Mungu kwetu, angejifunua mwenyewe na kushuka na kukaa katika mwili wa mwanadamu ili kuondoa dhambi na magonjwa kutoka kwa wanadamu na kutukomboa turudi kwa Baba. Hiyo ni ya ajabu, sivyo? Hakika tunathamini jambo hilo. Sasa jana usiku nafikiri itanibidi kwa namna fulani kuomba msamaha. Bili alinipata upesi kidogo jana usiku, kwa maana ilikuwa kwa namna fulani nikawa dhaifu. Lakini mikutano hiyo, upambanuzi huo, na hakuna mtu atakayejua kamwe hiyo ni nini, isipokuwa ni nini tu. Huna budi kuingia ndani yake ili kujua jambo hilo. Unaona, hakuna njia ya kujaribu kuielezea. Hakuna njia ambayo unaweza kuifanya. Ni uzoefu tu kwamba hakuna anayejua habari zake, ni wale tu wanaoupitia. Kile unachofanya kwa jamii ya wanadamu, kile unachofanya kwa mwanadamu, huleta uhai ule kutoka kwake. Vema, unaishi katika ulimwengu mbili. Uko katika ulimwengu hapa na uko katika ulimwengu kule, ukiwa na mtu mwingine labda miaka 50 iliyopita, na unaweza kuwa na mtu fulani miaka kadhaa kuanzia leo ijayo, na bado unatambua kuwa umesimama kwenye jukwaa hapa na unazungumza jambo lililotokea miaka mingi iliyopita, labda majuma kadhaa yaliyopita, miezi kadhaa iliyopita, taifa lingine, mahali pengine, ama chochote kile. Na kisha unajaribu kujiweka sawa katika hilo na kuwazia na kuambia ni jambo kubwa mno. Lakini Bwana ametubariki hadi sasa ndani yake, nasi tuna furaha sana na tunatumaini sasa ya kwamba Mungu atapata utukufu kutoka kwenye mkutano. Sasa katika ibada za usiku wa leo niliwazia, wakati tuko watu wachache tu pamoja, mikutano yetu inatangazwa tu hapa nyumbani na ni ya wenyeji tu, na kabla hatujaingia katika sehemu kubwa ya mikutano, nilikuwa nikiwazia leo ya kwamba ningejaribu labda kupata baadhi ya mafundisho ya mtindo wa kale kutoka katika Biblia kwa watu, kwamba wakati tukio kuu likija, kama Mungu atalituma kwetu, basi tutaweza kulielewa vyema zaidi. Baada ya yote, uponyaji wa kiungu ni chambo tu kwenye ndoana ili kukamata samaki. Kama unavyojua, ni kwamba tu hiyo ndiyo, samaki hushika chambo na kupata ndoano. Kwa hivyo ni nia yetu kuu, mwisho wetu mmoja ni huu, kwamba nafsi zimeletwa kwa Yesu Kristo. Mungu akikuponya usiku wa leo, unaweza kuugua tena kabla hujafa. Unaweza kuwa mgonjwa tena katika mwaka mmoja kutoka sasa, au miaka 2 kutoka sasa. Unaweza kuwa mgonjwa baada ya wiki moja kutoka sasa, au siku moja kutoka sasa. Sijui, lakini kuna jambo moja hakika, utaondoka katika ulimwengu huu baadhi ya siku hizi, maana hii imetiwa kiraka tu. Lakini nafsi hiyo ikiwahi kugusana na Roho Mtakatifu na kuzaliwa mara ya pili, una uzima wa milele. Haijalishi nini kitatokea hapa, hutaangamia kamwe. Yesu alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka anao, hiyo ni wakati uliopo, uzima wa milele. Hata ingia katika hukumu, bali amepita. Wakati uliopita amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hilo lingetufanya sisi sote wa Methodisti na tuanze kupaza sauti, sivyo? Hiyo ni kweli, kuwazia jambo hilo, ya kwamba Mungu amefanya jambo hilo. Sasa hilo si neno langu, hilo ni lake. Yohana Mtakatifu 5:24. Yohana Mtakatifu 6, Yesu alisema,
aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Hiyo ni kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu yuna. Hiyo ni wakati uliopo uzima wa milele. Sasa hii milele haitoki tu kutoka kwa uamsho mmoja hadi mwingine, bali inapitia umilele. Na sasa kwa baadhi yenu wahudumu ambao mmeketi karibu, tukijua kuwa huo uzima wa milele linatokana na neno lile lile linalomaanisha uhai wa Mungu, neno zoi, neno la Kiyunani ambalo linamaanisha uhai wa Mungu mwenyewe. Kisha tunakuwa mwana ama binti wa Mungu, mzao wa Mungu, tukiwa na sehemu ya uhai wa Mungu ndani yetu. Hatungeweza kuangamia zaidi ya vile Mungu angeweza kuangamia kama ingejaribu. Kwa hiyo tuna uzima wa milele na tutafufuliwa katika siku ya mwisho. Ajabu hiyo! Hilo lingewafanya Wabaptisti, Wamethodisti kusalimiana kwa mikono na kupaza sauti, sivyo? Hakika lingefanya. Hiyo ni kweli. Hilo ndilo jambo jema kuhusu dini ya mtindo wa kale. Inafanya tu kila mtu kukaa pamoja na kupendana. Hakika inafanya. Kuondoa tofauti zote hufanya viumbe vipya. Itafanya koti rasmi na jozi ya overall kukumbatiana na kusema, ndugu, unaendeleaje? Hiyo ni kweli. Hakika itafanya. Itafanya vazi la hariri na kaniki kukumbatiana na kusema, dada na kupenda. Hivyo ndivyo ifanyavyo. Hakika hufanya hivyo. Inabomoa tu tofauti. Tajiri au maskini, mtumwa au huru, sisi sote tu kitu kimoja katika Kristo Yesu. Jumapili kwenye maskani, ambayo ninaona kuna kundi zima la watu wa maskani wanaoketi hapa, tulikuwa na somo la shule ya Jumapili, ukombozi kwa damu. Nami nilijisokota sana ndani yake, hata ninahisi kama ningali katika nyanja nyingine mahali fulani kwenye ukombozi kwa damu. Na usiku wa leo, baada ya familia kuondoka na kuja hapa mapema kupata kusikia ibada ya nyimbo na kadhalika, nilikuwa chumbani na ilionekana kama nikaanza kusoma katika maandiko na nikapata kitu. Nikawazia, vema, Bwana akipenda nitazungumza tu juu ya hilo kwa muda kidogo usiku wa leo. Hiyo ni ukombozi kwa damu Jumapili. Sasa usiku wa leo nitazungumza juu ya ukombozi kwa nguvu. Na kesho usiku nitazungumza juu ya ukombozi katika utimilifu, Mungu akipenda, yaani katika furaha, katika damu, katika nguvu na katika furaha, ukombozi. Na kuvuta hii sasa, watu wengi kama ambavyo wasomi mashuhuri wenye elimu wanavyojua jinsi ya kupenya na kutoa ufunuo wa namna hii, labda kwa ajili ya hili ama lile ama kutupa mengine. Lakini mimi kwa namna fulani, mimi ni mmoja wa hawa wahubiri hapa wasio na elimu, ambao kitu pekee ninachojua kufanya, kuwa na hakika ya kwamba niko karibu sana kuwa sahihi, hata hivyo, ni kwenda kwenye vivuli. Kama ningeanza kuelekea ukutani na nuru upande huu, ningeweza kusema ni nini, karibu tu jinsi nilivyoonekana. Kama nilikuwa mnyama mwenye miguu minne ama ndege ama chochote kilichokuwa, nikiona ni aina gani ya kivuli ninachoakisi. Sasa Agano la Kale lilikuwa ni kivuli cha Agano Jipya. Ilikuwa ni negativu. Kama mwezi kwa jua, jua linapoangaza juu ya mwezi huangazia nuru dunia. Na ninapenda tu Agano la Kale, limejaa mafumbo namna hiyo, ama liwezavyo kuwa. Sasa nini kamili? Katika Mwanzo, wakati Mungu aliumba jua kwanza, halafu mwezi ukafuata, mwezi na jua vinawakilisha Kristo na kanisa. Kama vile tu jua huchomoza katika nguvu na utukufu wake, na linaposhuka huangazia nuru yake kwa mwezi gizani, kutoa nuru juu ya dunia wakati jua limetua. Yesu alipoondoka aliingia utukufuni na kuakisi nuru yake juu ya kanisa, kutoa kanisa nuru ya Injili mpaka atakaporudi. Loo jamani, ndipo watafunga ndoa. Hiyo itakuwa ya ajabu. Itakuwa nuru moja kuu ya mwezi, na mwanakondoo ndiye nuru yake. Hawakuhitaji jua tena katika mji huo. Sasa kwa utangulizi kidogo, hebu turejee kwenye Kutoka, na ninatumai hamtachoka nami kuzungumza katika Kutoka. Wakati mmoja katika kanisa langu ng'ambo ya mto, nilihubiri naamini yapata mwaka mmoja na miezi 6 juu ya Ayubu kila usiku. Wangerudi, ningechukua tu sehemu ndogo ya Ayubu, na tukiendelea tungeipitisha kote katika Biblia. Kila andiko linafungamana pamoja. Hakuna kuhitilafiana katika neno la Mungu. La, Bwana. Kila chembe kamilifu.
kitabu pekee kilichowahi kuandikwa ambacho kimevuviwa namna hiyo, ambacho kinaweza kikamilifu, kilichoandikwa na waandishi wengi na mamia mengi mbalimbali ya miaka, na kila mmoja wao kwa Roho Mtakatifu akinena, yanaingiliana moja kwa moja. Hiyo ndiyo sababu kwenye vitabu hivi vyote vya ziada, Makabayo na kadhalika, haipatani na hili, kwa hiyo sivikubali. Hili ni neno la Mungu kwangu mimi. Na mwanamke fulani aliniandikia barua na kusema, nilikuwa nikihubiri Ayubu kwenye lundo la majivu. Akasema, ndugu Branham, umekuwa na Ayubu kwenye lundo la majivu yapata muda wa kutosha, sivyo? Umekuwa hapo kama wiki 6. Akasema, mbona hivi utawahi kumtoa kwenye lundo la majivu? Vema, nikasema, wakati Roho Mtakatifu atakapoacha kuyasukuma maneno kutoka hapo, nafikiri itabidi niache kulisema. Lakini mradi alinifanya nizungumze juu yake kwenye lundo la majivu, vema, nilidumu tu nalo moja kwa moja, na nafsi zikiokolewa. Kwa hiyo kama mwinjilisti alikuja mjini, alihubiri usiku mmoja, alihubiri juu ya toba. Usiku uliofuata akahubiri juu ya toba. Usiku uliofuata akahubiri juu ya toba. Baada ya kama siku 4 ama 5 usiku, baraza la mashemasi lilikutana naye na kusema, ndugu, huwezi kuhubiri kitu kingine chochote zaidi ya toba? Kasema, lo, naam, hebu wote watubu kwanza, ndipo nitahubiri juu ya jambo lingine. Kwa hivyo hilo ni wazo zuri. Wao kila mmoja atubu, ndipo tunaweza kuhubiri juu ya jambo lingine. Vema. Kwa utangulizi kidogo sasa, kwa wale ama hasa wale ambao hawakuwa kwenye maskani Jumapili asubuhi, tunataka kurudi kwenye sura ya 12. Lakini wazo letu la msingi usiku wa leo liko katika mlango wa 14 kuanzia kifungu cha 13 cha Kutoka. Sasa tuliachia kwenye kifungu cha 10 Jumapili asubuhi ya ukombozi kwa damu. Wengi wenu mnaifahamu hadithi hiyo, nina hakika. Sasa tunajua ya kwamba tungeweza kuvuta nyuma karatasi za kitabu hiki na kugeuza kurasa hizi, lakini kuna mmoja tu ambaye anaweza kukifungua kile kitabu. Huyo ni Yesu Kristo. Yohana alikiona kitabu hicho, kilikuwa kimefungwa kwa mihuri, naye akalia kwa sababu hapakuwa na mtu mbinguni aliyeweza kukifungua. Hakuna mtu duniani, hakuna mtu chini ya ardhi, lakini kulikuwako na mwanakondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Akaja akakitoa kitabu katika mkono wa kuume wa yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi, akaifungua mihuri na kufungua kitabu, akaifungua mihuri yake. Naye alistahili, kwa maana alikuwa amechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hebu tuzungumze naye usiku wa leo na kumwomba yeye atufungulie sasa hivi. Sasa Baba mwenye fadhili, mwenye upendo, tunakuja kwako tukizungumza nawe kwanza katika jina la Yesu, tukiomba sasa ya kwamba tunaposimama hapa tukiwa tumejificha chini ya paa hili usiku wa leo, ambapo dhoruba hiyo inavuma nje, mvua ikipinda na kuvuma, tunashukuru sana kuwa na nyumba ya Mungu ya kuingia ndani, na tunashukuru kwamba kuna mnara kimbilio. Ulisema jina la Bwana ni ngome imara, wenye haki huikimbilia wakawa salama. Tuna furaha sana kwamba tunajua jina la Bwana na tumeingia ndani yake. Sasa tunaomba ya kwamba utatufungulia neno hili usiku wa leo. Baba, jalia Roho Mtakatifu aje na kuingia kwenye neno. Itahiri midomo ya maskini mtumishi huyu mnyenyekevu na mioyo ya wale watakaosikiliza, watoto wako. Na jalia Roho Mtakatifu achukue tu maneno ya Mungu na kuyaweka katika kila moyo pale tu yanapohitajika. Utubariki sasa. Fanya upya nia zetu usiku wa leo katika Roho wako. Pata utukufu kutokana na ibada hii. Waokoe waliopotea. Waponye wagonjwa. Warudishe nyumbani waliorudi nyuma, Bwana. Nasi tutakupa sifa kwa kuwa tunaomba katika jina lako la mwanao mpendwa Yesu. Amina. Sasa fungua kifungu cha 10 cha mlango wa 12 wa Kutoka. Tulikuwa tunasoma ukombozi kwa damu, jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameagiza mwanakondoo achinjwe katika kila nyumba, jinsi ambavyo kulipaswa kusiwe chochote kilichobakishwa. Hukumu zilikuwa zikianguka na hukumu ya mwisho sasa ilikuwa tayari kuanguka. Mungu alikuwa anaenda kutimiza neno lake kikamilifu. Na hukumu hizo zote kule nyuma zilikuwa ni ishara kamilifu ama mfano mkamilifu wa hukumu ambazo ziko tayari kuanguka sasa.
Na kama utatambua, kabla hukumu haijaanguka, sasa wahudumu wanaweza kutokubaliana nami juu ya hili, jambo ambalo ni sawa. Lakini kabla hukumu haijaanza kuikumba Misri, Mungu aliwatuma Israeli kwenda Gosheni. Walikuwa Gosheni na hakuna tauni iliyowapata. Mfano mkamilifu wa kanisa lililobebwa kupitia ile dhiki. Unaona vema. Ndipo katika pigo la mwisho lililoipiga nchi pale, ama kuipiga Misri, lilikuwa ni mauti. Ninyi nyote wasomaji wa Biblia hapa mnajua masomo yenu ya shule ya Jumapili na kadhalika, mmechukua hili pengine mara nyingi. Lakini kifo kilikuwa adui wa mwisho aliyeipiga Misri. Na adui wa mwisho ambaye atalipiga kanisa sasa ni mauti, tukinena kiroho. Wale ambao hawatamfuata Kristo katika ubatizo wa Roho Mtakatifu watakauka kiroho na kufa. Makanisa mnaweza kuyaona sasa, baada ya miamsho mingi mikubwa na wainjilisti kupita katika nchi. Na hata hivyo kanisa, yaani kusema kanisa kisiasa, linazidi kuwa baya kila wakati. Washiriki wake wanaishi tu jinsi wanavyotaka, wanafanya chochote wanachotaka, hata hivyo wakijiita Wakristo na kusema wako sawa. Kuwa Mkristo maana yake ni kuwa kama Kristo. Usiende mahali popote ambapo hungependa kuwapo kama Kristo angekuja. Usiseme chochote ambacho hungependa kusema wakati Kristo atakapokuja. Usifanye chochote ambacho hungependa kufanya wakati Kristo atakapokuja. Usiwazie chochote ambacho hungependa kuwaza wakati Kristo atakapokuja. Dumisha nia yako moja, moyo wako ukizingatia Kalvari. Amina. Enendeni katika nuru kama yeye alivyo katika nuru, nasi tuna ushirika sisi kwa sisi, na damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu hutusafisha na uovu wote. Hao ni Wamethodisti, Wabaptisti na sisi sote pamoja, hutufanya sisi sote kuwa kitu kimoja ndani yake. Sasa jambo la mwisho lilikuwa kifo. Na kabla ya kifo hicho kuja, kulikuwa na upatanisho uliofanywa kwa ajili ya kifo hicho, kwa ajili ya wote wanaotamani kukiepuka. Na kulikuwa na upatanisho uliofanywa kabla ya uharibifu wa kwanza wa ulimwengu uliotangulia gharika. Mungu alikuwa na mhubiri wa haki, Nuhu, naye alihubiri miaka 120 ili watu waingie katika safina. Na wale ambao walikataa makusudi kwenda, hapakuwa na chochote kilichosalia ila hukumu. Na leo mtu anayekataa kutembea katika nuru ya Kristo, umeikataa rehema. Kwa hiyo hakuna kilichosalia ila hukumu. Ni hayo tu. Kuna tu upande wa kulia na wa kushoto, moja tu unaweza kwenda, na unafanya chaguo lako. Sasa tunaona kabla ya ule usiku wa kutisha kuja ambao Israeli waliamriwa, na tayari tumechukua hiyo ya kuchinja mwana-kondoo. Mungu alikuwa akilileta kanisa lake katika kulitoa kutoka Misri kuingia katika nchi ya ahadi. Naipenda hiyo. Walikuwa wakivuka kuimiliki nchi. Mungu aliwapa hiyo nchi, na hata hivyo ilikuwa imezingirwa na majengo marefu makubwa na nyua. Na kuta kuzunguka Yeriko, magari ya farasi yangeweza kufanya mashindano ya mbio kuuzunguka. Na hebu wazia tu hilo. Hata hivyo Mungu alisema, nimekupa wewe, ni yako. Lakini walilazimika kuusafisha. Na hivyo ndivyo Mungu amefanya leo. Amempa kila mmoja wenu anayetaka jambo hilo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Lakini huna budi kuingia kumiliki. Hivyo tu pambana na tofauti na kubomoa kuta, na uanze mle ndani na kulipata. Unasema, mchungaji alisema si kwa ajili yetu leo. Tembea tu moja kwa moja kupita hiyo. Mama alisema nitakufukuza kutoka nyumbani. Nenda moja kwa moja upite hiyo. Mume alisema nitakuacha. Nenda moja kwa moja upite hiyo. Ni hayo tu. Huna budi kwenda na kuimiliki. Ni hayo tu. Uponyaji wa kiungu ni kwa ajili ya kila mmoja wenu. Kila mmoja wenu anayeketi hapa usiku wa leo akiwa na kansa, shida ya moyo, chochote kile, Mungu ametoa ahadi na ni yako. Lakini huna budi kwenda na kuimiliki. Sasa unasema, vema, sijisikii vizuri tu. Hiyo haina uhusiano wowote nayo. Ahadi ni yako. Mungu alikupa. Ingia tu moja kwa moja na uwaue Wafilisti kutoka upande mmoja hadi mwingine, na kuwatoa Wahivi wote na Waamori waue tu. Ingia moja kwa moja ndani, ichukue. Mungu alisema ni yako, nenda kaichukue.
lakini hakusema sasa nitaingia nifagilie yote na kuwajengea miji mizuri na kuwaweka kwenye barabara rahisi. Hafanyi hivyo. Anakupa nawe una jambo la kufanya. Ni mzuri wa kutosha kukupa nchi. Alisema atakusaidia na kuwa nawe. Nenda ichukue. Na kama wewe ni mgonjwa usiku wa leo, kilema, kipofu, kiziwi, bubu, chochote ulicho, nenda ichukue. Mungu alisema ni yako, ni miliki yako. Mungu alikupa. Aliwaambia kwamba angewapa nchi hiyo. Akamtuma malaika mbele yao kuisimamia njia na kuwaleta mahali pale. Waangalie hao wapelelezi walipokwenda kule. Hawa hapa 10 wao wakirudi, wakasema, "Lo, hatuwezi kufanya hivyo. Haiwezekani. Mbona sisi ni wanasayansi na tumeangalia jambo hilo kabisa. Haiwezekani kisayansi. Hatuwezi kuifanya." Lakini kulikuwa na jamaa wawili, mmoja wao aliyeitwa Yoshua na mmoja aliyeitwa Kalebu. Hawakuwa wakiangalia upande wa kisayansi ulikuwaje. Walikuwa wakiangalia kile ambacho Mungu alisema. Akasema, "Tunaweza." Na hiyo ni kweli. Na wakarudisha ushahidi fulani kwamba ilikuwa nchi nzuri. Nimefurahia sana ushahidi huo. Nanyi je, kwamba kuna nchi nzuri juu yetu na tuko njiani usiku wa leo? Haleluya. Sawa, hawa hapa sasa. Kabla tu ya ukombozi, Mungu alihitaji wana wa Israeli kwamba wangelindwa kwa hakika ili wamchinje mwana-kondoo huyu na kuweka damu kwenye kizingiti cha juu ya mlango namna hii na kila mwimo. Na walipaswa kuingia na kumla mwana-kondoo huyu kila sehemu yake. Angalia, mwana-kondoo wote, si sehemu yake tu, kila sehemu yake ilikuwa iliwe. Baadhi ya watu wanasema, nitachukua tu sehemu hii na nitaamini sehemu hii. Bali huna budi kuyachukua yote, kila sehemu yake. Sema, "Lo, ninaamini alijeruhiwa kwa makosa yetu, lakini kwa kupigwa kwake sijui juu yake." Tunataka yote, kila sehemu yake italiwa yote. Baadhi yake inakuwa ngumu, lakini inatubidi kuila hata hivyo. Mungu alisema hivyo. Angalia kifungu cha 10 sasa. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kile kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Na sasa haitasalia chochote, kila kitu. Sasa alisema, mnapoila msiile mbichi wala ya kutokoswa majini, lakini lazima muile ikiwa imeiva vizuri. Na mimi napenda hiyo. Watu wakijaribu kula neno la Mungu, nao wanalichukulia kana kwamba ni bichi, wanalitafuna na kulitemea mate na kila kitu kingine. Wanasema, "Lo, siwezi kabisa kulichukua. Siwezi kustahimili hilo. Halijapikwa vya kutosha." Ni hayo tu. Alisema, "Iokeni kwa moto." Moto unawakilisha Roho Mtakatifu. Umweke Mungu moyoni mwako kwanza, naye atakupikia. Hiyo ni kweli. Imepikwa, imekamilika, imekolezwa, basi ina ladha nzuri. Sasa huwezi kusimama hivi nje useme, "Lo, mimi sijui kama ni kwa ajili yangu ama sivyo." Hiyo inaweza kuwa kwa ajili ya siku zilizopita. Mpate tu Roho Mtakatifu kwanza na uone kile uponyaji wa kiungu unachomaanisha kwako. Basi uone kile dini ya moyoni inachomaanisha kwako basi unapokuwa na Roho Mtakatifu hapa wa kumpika mwana-kondoo anapokuja. Amina. Hiyo ni kweli. Mpike mwana-kondoo kwanza, na inabidi uwe na moto ili kuipika nao. Inapaswa kuokwa. No jamani, hapo ndipo inapokuwa nzuri. Ioke, inachoma tu na kuondoa nini yote. Nilikuwa nimesimama hapa si muda mrefu uliopita karibu na mtambo mkubwa wa kuyeyusha, na nikaona jinsi moto ule ulivyokuwa mkali, na ilipikwa tu na kupikwa na kupikwa. Na kadri ilivyozidi kuwa moto, ndivyo takataka kwenye chuma katika dhahabu zote zilikuja juu, nao wakaziondoa. Na wangeongeza ukali wa moto zaidi kidogo kwenye kiyeyushi. Na basi wakati hili lingechemka zaidi, wangepata vitu vingine tofauti zaidi, kimbwi na kadhalika kutoka kwayo. Ya kwanza kuja juu ilikuwa uchafu, kama uchafu na matope. Kilichofuata kilikuwa madini kama kitu kisichokuwa kizuri. Baadhi ya fedha za haraka na mambo haya yote wanakuja na kuyaondoa hayo. Wakashuka moja kwa moja, na kitu cha mwisho walichotoa humo kilikuwa ni kimbwi. Hiyo ni dhahabu ya mpumbavu. Unajua kuna mambo mengi ndani ya watu ambayo hujaribu kudanganyana wakati wewe ni Mkristo ama kuiga hata hivyo. Unaona? Bali mwache tu Roho Mtakatifu achemshe na kuondoa kila kitu. Inaondoa dhahabu yote ya mpumbavu kutoka kwako pia. Dhahabu ya mpumbavu, watu wengi wanaenda magharibi na wanapata baadhi yake,
nao wanafikiri, lo, walipata mgodi wa dhahabu, inang'ara vizuri kuliko dhahabu, lakini ni dhahabu ya mpumbavu, haina thamani yoyote kwake. Na sasa wanaipika hiyo na wanaifuta yote na kuendelea tu kuipika na kuipika mpaka iwe dhahabu safi iliyochemshwa hadi si kitu ila dhahabu tupu. Na hivyo ndivyo Mungu afanyavyo katika kanisa lake. Humimina Roho Mtakatifu juu yake na anapika humo ndani mpaka anatupilia mbali ulimwengu wote na tofauti na ubinafsi na haya yote, mpaka aichemshe tu kutoka kwa kila mtu atakayekuja kwake. Amina. Sasa basi unaweza kula. Hapa kuna wazo lingine zuri hapa kwenye aya ya 11. Tena mtamla hivi, mtakuwa, sikiliza hili, mmefungwa viuno vyenu. Naipenda hiyo. Mmevaa viatu vyenu miguuni, fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka, ni Pasaka ya Bwana. Naipenda hiyo. Wakati unapokula uwe tayari kwenda. Hilo ndilo swala. Hebu tugeukie Waefeso, yapata mlango wa 6 wa Waefeso, na tuangalie humu ndani kile ambacho Paulo alisema kuhusu kuliweka kanisa tayari. Mlango wa 6 wa Waefeso, kuanzia kifungu cha 14 cha mlango wa 6. Basi simameni, hali mmejifunga kweli viunoni, mmevaa dirii ya haki kifuani, mmefungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Na zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yenye moto ya waovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Ona Paulo akimvisha mtu kwa ajili ya uwanja wa vita, kwa ajili ya safari. Mungu hapo mwanzo katika kuwakomboa Israeli alisema, sasa mnapaswa kujiandaa kwa safari. Mnapokuja chini ya damu, vaeni viatu vyenu, jifungeni viuno, shikeni fimbo zenu mkononi, na muwe tayari kwa wito. Naipenda hiyo. Mtu sasa anapoingia ndani ya Kristo huvaa viatu vyake vya Injili, kuhubiri Injili. Amevaa kofia ya wokovu, dirii ya haki kifuani, hujifunga kiunoni. Kuna kawaida katika askari wa zamani walipovaa mapambo hayo ya vita, walikuwa na ukanda mkubwa, walikuwa wamefunga pamoja, wakiwa wameshikilia juu ya viuno vyao ngao hizi kuzuia mikuki ya adui. Ni somo la kweli jinsi gani hilo lililo kwetu. Na wakati kiuno kinaanza kuwa dhaifu, kinaning'inia chini, ngao wangeweza kukaza juu ya mkanda wao, kuikaza tena. Ni picha nzuri jinsi gani leo unapoanza kujisikia kama unalegea, au ibilisi anasema haina maana, nyosha mkono na ukaze ukanda kidogo, vuta upanga kwa nguvu kidogo mkononi na usonge mbele. Naipenda hiyo. Uwe tayari kwa safari. Kila mtu akitembea chini ya damu hiyo usiku huo aliamriwa kukaa pale, asitoke nje mpaka amri zije kuondoka. Na kila mtu aliyezaliwa kwa Roho wa Mungu anaingia ndani ya Kristo, ana uzima wa milele, huvaa ngao yake, dirii yake, akisimama tayari, na amekatazwa kuondoka mpaka iamrishwe kuondoka. Lo, si ni ajabu? Hivi hamna furaha kwamba mmezifunga zote usiku wa leo, nyinyi askari? Tulikuwa na kiongozi wa nyimbo kwenye maskani. Wimbo wetu wa mada ulikuwa vita vimepamba moto, enyi askari wa Kristo, uso kwa uso katika safu kali, na silaha zinazong'ara, rangi zinatiririka, haki na batili zinakabiliana leo. Vita vimepamba moto, ila msichoke. Iweni na nguvu, na katika nguvu zake shikilieni kwa uthabiti. Mungu akiwa upande wetu, bendera yake juu yetu, hatimaye tutaimba wimbo wa mshindi. Wengi wao watakatifu wa zamani wamekwenda kaburini, lakini moja ya siku hizi kule katika ulimwengu mpya, watakapokuja kwenye nchi ya ahadi, bendera ya msalaba itakuwa juu yetu na tutaimba wimbo wa mshindi. Tunapoketi kwenye karamu ya harusi usiku huo, kuzunguka meza, ile meza kuu, labda urefu wa maili 100, huku watakatifu waliooshwa kwa damu wameketi kuzunguka pale, ninataka kushuka kwenye meza na kusalimiana kwa mikono na kila mmoja wao. Amina. Nikipaza sauti tu. Unataka kunisikia nikipiga kelele? Ngoja mpaka nifike huko niangalie. Mimi si mkubwa vya kutosha bado kwa hili.
Lakini angalia kwenye safari sasa, jitayarishe, tunaenda. Hapa kuna picha ya kusikitisha kabla hatujafika kwenye somo letu la kawaida. Inapatikana katika mstari wa 38 hapo. Sikiliza. Na kundi la watu waliochangamana wakakwea pamoja na kundi lao. Hapo ndipo Israeli walifanya kosa. Miujiza ilikuwa imefanywa. Watu ambao hawajaongoka walifuata kwa sababu ya nguvu za kimbinguni, hatimaye waliwaingiza kwenye matatizo. Na kuendelea chini, tutaona hapa katika yapata aya ya 42 na aya ya 43, Bwana akinena na Musa akasema ya kwamba hakuna ila wale waliotolewa kafara wangeweza kula sadaka, hasa bali wale waliotahiriwa. Hakuna wageni, hakuna wa nje, hakuna mtu anayepaswa kuipokea isipokuwa wale waliotahiriwa. Na ni fedheha jinsi gani tulio nayo leo katika siku hii, marafiki wapendwa, kwamba wakati katika kanisa kila mtu ambaye ni mfuasi wa kanisa anakula ushirika, na hilo ni kosa. Ni wale tu waliokombolewa, hao tu ndio wanaostahili. Isaya alinena na kusema, meza za Bwana zitajaa matapishi. Kasema, nitamfundisha nani mafundisho? Wale walioachishwa kunyonya matiti. Kasema, amri lazima iwe juu ya amri, mstari juu ya mstari, huku kidogo na kule kidogo, na ushikilie sana lililo jema. Mungu akinena, akijua ya kwamba siku tunayoishi, ya kwamba kanisa lingekuwa la kisiasa sana, mpaka wangeruhusu kila kitu watu kuingia, mradi tu walikuwa na jina lao kwenye kitabu cha kanisa, walikuwa washiriki, walikula ushirika. Na Biblia ilisema, alaye na kuinywa isivyostahili ana hatia ya mwili na damu ya Bwana. Yohana Mtakatifu mlango wa 13, Yesu akizungumza. Wakorintho wa pili mlango wa 11, Paulo alisema miaka mingi baadaye ya kwamba anayekula na kunywa hii isivyostahili atakuwa na hatia ya mwili na damu ya Bwana. Mtu na ajichunguze mwenyewe, anasema, kabla hajala. Ninanukuu maandiko. Hiyo ni kweli. Alaye na kunywa isivyostahili anakula na kunywa hukumu kwa nafsi yake mwenyewe, kwa kutokuupambanua mwili wa Bwana. Na kwa sababu hii wengi wa kwenu ni wagonjwa na dhaifu, na wengi wamelala. Hakikisha unasimama sawa na Mungu. Hii hapa katika kivuli, kwamba hakuna mtu ila wale waliotahiriwa. Haidhuru alikuwa mwaminifu jinsi gani, jinsi alivyolisaidia kanisa la Kiyahudi, ilibidi awe mwongofu. Ilibidi awe mwaminio halisi aliyetahiriwa kabla hajaweza kula ushirika ama kula Pasaka. Lo, jinsi tulivyotoka kwenye mstari leo. Sasa tuende haraka basi. Na Mungu akawatoa usiku wa leo. Tunafungua sasa kifungu cha 13 cha mlango wa 14. Mungu aliwapa nguzo ya moto kuwatangulia. Nafikiri walikuwa na picha hapa usiku wa leo. Nami nasema kwa heshima, kwa maoni yangu ya uaminifu, tukiwa hapa katika kundi hili usiku wa leo, ninaamini hilo li pamoja nasi usiku wa leo. Nguzo ile ile ya moto iliyowaongoza wana wa Israeli inatangulia mbele yetu, ikifanya ishara zile zile na maajabu. Na mwalimu yeyote hapa ama msomi wa Biblia anajua ya kwamba malaika aliyewafuata Israeli na kuwaongoza hadi nchi ya ahadi alikuwa ni malaika wa agano, ambaye alikuwa ni Yesu Kristo. Na leo Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anafuata mbele ya kundi hili mnalotaka kuwaita watakatifu wanaojibingirisha, kama mnataka kufanya hivyo. Sawa, inaendelea ikiongoza kutoka ushindi hadi ushindi. Mungu asifiwe. Katika mataifa hayo, katika siku hizo, walidharauliwa na kuchukiwa na kukataliwa na mataifa na kuitwa kila kitu. Ndivyo ilivyo leo kwa mwaminio wa kweli. Ninyi katika makanisa yenu mnajua, unapochukua msimamo kwa ajili ya Kristo na kuitetea kweli, kanisa zima linasema, mwangalie, amerukwa na akili, amekuwa wazimu. Unaona, usizingatie hilo. Endelea kufuata. Umejihami kabisa sasa, nayo damu inakutangulia, Roho Mtakatifu akikuongoza. Endelea tu kusonga mbele. Usizingatie kile ambacho mtu yeyote anakuambia. Tazama moja kwa moja kuelekea Kalvari na uendelee mbele. Mfano mzuri. Sasa walikuwa wametoka wakamaliza na kupata. Na sasa angalia, ukombozi wa damu uliwatoa Misri.
Sasa ilibidi wawe na kitu kingine sasa cha kuwapeleka hadi nchini. Sasa ndio wanaanza kuanza. Walikuwa wametoka, wametahiriwa, wakaja chini ya damu na wako safarini. Sasa walikuwa wamefikia kitu fulani. Walikuwa wakienda huko wakijua ya kuwa walikuwa wamepita kutoka mautini kuingia uzimani. Walijua walikuwa na uzima wa milele. Lakini hawa hapa wanakuja sasa na shida inaanza kuinuka. Hili hapa jeshi la Farao linakuja likiwafuata kuwakamata. Shida ikaingia. Sikiliza, Mungu ni kimbilio letu na nguvu zetu, msaada ulio karibu sana wakati wa shida. Natumaini unaona hili. Unaona? Hii hapa, jua. Lakini nikisikiliza kifungu cha 13 sasa, Musa akawaambia watu, msiogope. Napenda hiyo. Baada ya Yesu kufufuka kutoka kwa wafu, maneno yake yalikuwa daima, msiogope. Hiyo ndiyo shida ya kanisa leo, linahofia sana kwamba utashindwa. Unawezaje kushindwa ukiwa ndani ya Kristo? Huwezi kushindwa, una uzima wa milele. Mashetani wote katika kuzimu hawawezi kukutetemesha. Una uzima wa milele. Yesu alisema hivyo. Kwa hivyo usiogope kushindwa. Unasema, kweli ninahofia nitaingia ushupavu. Ni afadhali niwe na ushupavu kidogo kuliko kutulia bila kufanya lolote. Hakika ningefanya hivyo. Mtu atakayefanya jambo, inasimuliwa kuhusu balada hapa juu. Jamaa alikuja kutafuta kazi kutoka kwake, naye akasema, saini jina lako hapa. Akachukua penseli yake kutia sahihi. Akasema, wapi kifutio chako? Akasema, mimi sifanyi makosa. Akasema, siwezi kukutumia, hutafanya lolote. Hiyo ni kweli, hufanyi makosa, hufanyi chochote. Twende ndugu, amka na kwenda. Nampenda Longfellow hapo, usiniambie kwa nyimbo za maombolezo. Maisha ni ndoto tupu, na nafsi inayolala imekufa, wala mambo hayako yanavyoonekana. Alisema, naam, maisha ni halisi na maisha ni amana, wala kaburi sio kikomo chake. Wewe ni mavumbi, unarudi mavumbini. Haikunenwa juu ya nafsi. Na tuamke tukatende kazi kwa moyo, kwa ugomvi wowote. Usiwe kama ng'ombe bubu wanaosukumwa. Kuwa shujaa. Usisubiri watu wakushawishi kwa Kristo. Simama kama mwanamume ama mwanamke, mkubali yeye na uende mbele katika ushindi. Amina. Hivyo ndivyo Mungu anataka askari wakali walio tayari. Huenda usiwe una uzito wa pauni 105, lakini bado unaweza kuwa mwekundu ndugu, na umejaa nguvu ikiwa tu utamwacha Mungu apate njia yake. Umewaona watu wenye uzito wa pauni 200 hawakuwa na hata wakia wa mtu ndani yao. Hiyo ni kweli. Vema, angalia. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni imara mkauone wokovu wa Bwana. Hilo ni jema, endelea tu. Usiogope kuhusu chochote. Ikiwa umemkubali Kristo kama mwokozi wako, endelea. Ndugu Branham, ninataka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Endelea tu kusonga mbele, usiogope. Unasema, mimi ni mgonjwa sasa ndugu Branham, siwezi kwenda mbali zaidi. Usichoke, endelea tu kusonga mbele, uone wokovu wa Bwana wetu. Kubali, endelea tu. Je, itakuwaje? Daktari alinikataa. Sasa jamaa huyo amefanya vizuri sana alivyoweza, lakini Mungu hajafanya vizuri sana awezavyo bado. Hiyo ni kweli. Hebu kidogo tu msikilizeni sasa. Vema. Bwana atakayewaonyesha leo kwa ajili ya Wamisri, washambulizi kweli, mleta shida. Unasema, ndugu Branham, laiti ningeweza tu kuacha kuvuta sigara. Laiti ningeweza tu kuachana na unywaji pombe. Laiti ningeweza tu kuacha wizi wangu. Kama ningeweza tu kuacha kufanya hivi, vile na vingine. Usichoke, endelea tu. Mungu atashughulikia hayo mengine. Kama ningalijua ningeweza kufanya jambo hilo, ndugu Branham, ningemkubali Kristo sasa hivi. Usiwe na wasiwasi. Endelea tu, utauona wokovu wa Bwana. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Amina. Itasuluhishwa baada ya kitambo kidogo. Bwana atakupigania na wewe utakuwa nini? Kaeni kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia mimi? Sema na wana wa Israeli kwamba wasonge mbele. Napenda hilo. Usijaribu useme, vema, nilijiunga na kanisa miaka 10 iliyopita ndugu Branham.
nimekuwa mshiriki mzuri mwaminifu. Hilo ni sawa, na shukuru kwa hilo, lakini hebu tusonge mbele usiku wa leo. Mungu anaendelea. Watu leo hii hapa wanarudi nyuma, wanasema, vema, sasa sayansi miaka 150 iliyopita kulikuwa na sayansi huko Ufaransa ambayo ilisema ikiwa mtu aliwahi kwenda mwendo wa kutisha wa maili 30 kwa saa, nguvu za uvutano zingemuondoa duniani na angekuwa ameenda. Maili 30 kwa saa, anaenda kama maili 1600 kwa saa sasa. Kamwe kusikii sayansi ikirejelea jamaa huyo. Alikuwa sawa katika siku yake, lakini wanaishi katika siku nyingine. Hiyo ni kweli. Lakini sisi wahubiri, la, uponyaji wa kiungu. Sasa ngoja nione kile mtakatifu Moody, Finney, Knox, Calvin, baadhi yao walichosema juu yake. Walikuwa sawa katika siku zao, lakini tunaendelea, tunasonga mbele, tuna kitu kingine. Yesu alisema katika mfano pale wa mpanzi, wakati mpanzi alipotoka na kupanda mbegu, na baadhi adui akaja na kupanda magugu kwenye ngano. Alisema, ziacheni zikue pamoja. Siku zote unaonyesha jinsi ulimwengu unavyozidi kuwa mbaya, lakini unashindwa kuona jinsi kanisa linavyokuwa na nguvu. Wakati huo huo anainuka akisimama uwanjani. Yeye ni kundi dogo, lakini ndugu, Mungu yu pamoja naye atashinda kwa hakika, kama vile Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu. Amina. Kanisa la Mungu halitashindwa kamwe. Malango ya kuzimu hayatalishinda. Ilionyesha yangekuwa dhidi yake, lakini hayawezi kushinda. Kanisa litashinda kwa damu ya Yesu Kristo, kwa gwaride la ushindi. Nina hakika na jambo hili moja, ya kwamba Mungu atakuwa na kanisa lisilo na doa, kunyanzi ama waa. Amina. Nina furaha sana kuhusu hilo. Sasa ikiwa niko katika kanisa hilo, amina. Ndugu Branham, unaingiaje ndani yake? Kwa barua? Hapana. Je, unaingiaje ndani yake? Kwa kuzaliwa ndani yake. Nimekuwa katika familia ya Branham, itakuwa miaka 45 siku ya 6 ya Aprili hii ijayo, na hawakuwahi kuniomba nijiunge na familia yao. Nilizaliwa Branham, daima nitakuwa Branham. Nilizaliwa Mkristo katika Yesu Kristo. Nitakuwa Mkristo maana Mungu ameliweka hivyo kwa uteuzi. Alituita kwa neema ya mwanawe mwenyewe mpendwa. Tulimkubali na tukapata uzima wa milele. Kwa kupeana mkono kumoja, kwa wanachama mmoja, kwa barua moja, kwa roho mmoja, sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, Yesu Kristo, na hapo tukawa raia wenzi wa ufalme. Nilikuwa na waza leo nilipokuwa mbali nikiomba, kwamba jinsi ambavyo hii ndiyo siku ambayo tutalazimika kuwajibikia. Sitalazimika kuwajibikia kizazi kilichokuwa kabla yangu au kizazi kitakachokuwa baada yangu, lakini katika hukumu nitasimama pamoja na kizazi hiki. Nami nikasema, angalia pale picha ya mwanamke kwenye bango akinywa bia kitu fulani. Alisema alikuwa bila pumzi au kitu fulani. Nikasema, ndiyo, na bila uzima pia. Vema, haya basi. Nikasema, ni fedheha iliyoje! Pamoja na mahubiri yote, nilisema, wakati mwingine inaonekana, nilimwambia mke wangu, nikasema, wakati mwingine inaonekana hayana mafanikio yoyote, lakini sina budi kuwa ndiye sauti ya onyo kwa vyovyote vile, haidhuru watu wanafanya nini juu yake. Sina budi kuhubiri Injili kwa vyovyote vile na kutoa ushuhuda wa ufufuo na nguvu za Yesu Kristo. Na waliache na wageuze migongo yao, Mungu atawahukumu kwenye hukumu kwa ajili yake. Ninawajibika tu kwa kuhubiri, na wahudumu wengine pia wanaohubiri Injili. Sasa ninaipenda tu. Angalia, endeleeni mbele sasa, nanyi mtauona utukufu wa Mungu. Lakini sikilizeni kifungu cha 16 sasa. Tunasoma hili, nawe inua juu fimbo. Fimbo hiyo ilikuwa fimbo ya hukumu. Sasa haikuwa fimbo ya Musa, hiyo ilikuwa fimbo ya Mungu. Kama utaangalia, Musa alichukua hiyo fimbo akaiinua hivi, viroboto wakaja. Aliishikilia juu ya maji, ikageuka kuwa damu. Ilikuwa ni fimbo ya hukumu ya Mungu. Na fimbo hiyo hiyo fimbo hiyo hiyo ndio aliyoipiga nayo mwamba, ukaja ufa katika ubavu wa mwamba, maji yakatoka katika mwamba huo.
Sasa mwamba huo ulikuwa ni Kristo, na ilikuwa ni hukumu ya Mungu. Siku utakapokula, siku hiyo utakufa. Alimpiga Kristo pale Kalvari na kulipa kifo hicho kichungu na maumivu. Hakuna mtu ambaye angeweza kamwe kueleza ilivyokuwa, au kamwe hata wahi. Hapo Mungu akaweka hukumu yote ya kiungu juu yake na kumpiga ubavuni, wakati kutoka ubavuni mwake yalitoka maji na damu na roho kwa ajili ya ukombozi wetu. Jinsi watu wanavyochora picha yake wakati mwingine akiwa amejifunika kanzu ama kitu fulani msalabani. Hivyo sivyo. Walimtupia mtu huyo kila kitu kichafu na kiovu walichoweza, lakini ilimbidi awe huyo hapo aliye mkuu na mwaminifu zaidi kuliko ulimwengu wote, aliyepata kuwako au atakaye kuwako, na kisha kuanikwa uchi msalabani, amejeruhiwa, akapigwa, anatokwa damu, mate ya dhihaka yakining'inia usoni mwake, taji ya miiba ya dhihaka juu ya kichwa chake. Lakini hapo ndipo yeye alishinda mauti, kuzimu, dhambi, ugonjwa na kaburi, na kulipa gharama kwa ajili yetu sote. Inasemwa mara nyingi, wakati mwingine, hapo ndipo alipotolea uchungu wa mauti. Hapo ndipo Paulo alisema, ewe mauti, uwapi uchungu wako? Nimeambiwa ya kwamba wadudu wengi, nyuki na kadhalika, wanamwiba na ni sumu wakiwa nao, lakini wakati mmoja wanapouma wanapoteza mwiba wao. Mauti ilikuwa na mwiba ndani yake wakati mmoja, lakini Kristo pale Kalvari aliutoa mwiba kutoka katika mauti. Haleluya! Ninapowazia jambo hilo, hapo ndipo alipotoa mwiba kutoka katika mauti kwa ajili yangu na wewe, uchungu wote wa mauti. Paulo alisema walipokuwa wakienda kumkata kichwa katika gereza la Kirumi, alisema, kifo, uwapi uchungu wako? Ilielekeza nyuma Kalvari, na hapo ndipo mwiba ulipotolewa kwenye mauti. Kaburi, uwapi ushindi wako? Akasema, lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Vema. Fimbo, hukumu, na inyooshe kufunika bahari na kuigawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Nami tazama, nitafanya moyo wa Wamisri kuwa mgumu, nao watawafuata, nami nitajipatia utukufu kwa Farao na kwa jeshi lake lote na kwa magari na kwa wapanda farasi. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nami nimejipatia utukufu kwa Farao na kwa magari yake na wapanda farasi wake. Kisha malaika wa Mungu, sikiliza, kaza kamba sasa. Naye malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli bado yuko hapa. Malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka, akarudi nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele ya nyuso zao, ikasimama nyuma yao. Ama alipanda kutoka hapa na kusimama hapa nyuma, mpatanishi katika wakati wa taabu. Wakati shida inapoanza kukukabili, magonjwa kila upande, shida, malaika wa Mungu anakuja, anatokea katikati yako na magonjwa, na kusimama hapo njiani, huku akikusahi kuchukua neno la Mungu. Mungu alikuwa amewapa Israeli ahadi ya kwamba wangeingia katika nchi. Kulikuwa na 1,000,000 labda ya watu wakija kuwafuata na kuwaangusha chini na kuwakatakata kama kundi la wanyama. Lakini malaika wa Bwana aliyekuwa pale kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi akainuka kutoka kambini, akaenda na kusimama kati yao na hatari. Haleluya! Bado anafanya hivyo, atafanya njia. Ninampenda tu kwa sababu hiyo, sivyo? Atafanya njia kwa kila mgonjwa anayeketi hapa sasa hivi. Amekwisha tengeneza njia na amesimama kati yenu na shida. Nami najua yuko hapa sasa hivi. Unaweza kuniita mshupavu ukitaka, siwajibiki kwa yale unayosema, lakini ninawajibika kwa yale ninayosema mbele za Mungu. Lakini yeye yule aliyewaongoza wana wa Israeli, kama nimelihukumu vyema,
juu ya nuru hiyo mnayoiona usiku wa leo, au mlioona kwenye hiyo picha. Nadhani wameziweka nje usiku wa leo. Malaika huyo wa Mungu yuko ndani ya jengo hili sasa hivi kufanya vile hasa Yesu alivyofanya katika siku hiyo. Yuko hapa kuthibitisha yale tu aliyofanya wakati huo. Yeye yuko sasa na atakuwa vivyo hivyo daima. Malaika wa Mungu akipanda kusimama kati yetu na ugonjwa, kusimama kati yetu na mauti. Si ajabu Daudi alisema, naam, nijapotembea kati ya mabonde ya uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Hakika akasimama pale malaika wa Mungu, akatangulia mbele ya kambi ya Israeli, akaondoka, akaenda na kusimama kati yao na adui. Naye malaika wa Mungu amesimama usiku wa leo kati ya kila mtu binafsi hapa na adui. Ninajua ninachozungumzia. Ninajua nikiwa nimesimama hapa jukwani sasa mbele ya kundi hili dogo la watu usiku wa leo. Ninajua ya kwamba Mungu amejishusha, akishuka kutoka utukufuni na kusimama katika jengo hili sasa. Iwapo utathubutu tu kuhamia neno la Mungu, uone kama hata sogea mbele yako. Tazama, ikaja kati ya kambi na Wamisri, anakuja kati yako na ugonjwa wako. Yeye anasimama kati yenu na dhambi zenu sasa hivi. Kwa nini? Tuko katika kutoka kwa kanisa. Misri daima iliitwa ulimwengu, na wakati Israeli ilipotoka, kumbukeni, walikuwa washiriki wa kanisa kule chini, lakini baada ya ile damu na upatanisho kufanywa, wakawa watahiriwa wa Mungu. Na tohara leo ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wote, alisema Stefano, ninyi nyote msiotahiriwa mioyoni na masikioni, kwa nini kila mara mnampinga Roho Mtakatifu? Kama baba zenu walivyofanya, nanyi pia. Roho Mtakatifu akitahiriwa moyoni, akikatilia mbali mambo ya ulimwengu. Ilikuwa ni kanisa la mtindo wa kale la utakatifu, liliishi hivyo, lilitenda kama hilo, liliishi kama hilo. Lakini leo ni kama tu kwingineko ulimwenguni. Ni aibu, tumelegeza kamba. Maskini ndugu Spurgeon alizoea kusema, mhubiri mzee wa Methodisti rafiki yangu alikuwa akiimba wimbo, tulilegeza kamba, tulilegeza kamba. Tulipatana na dhambi, tulilegeza kamba, kondoo wakatoka nje. Mbuzi waliingiaje? Kwa sababu umelegeza kamba. Ndivyo ilivyo, umeshusha kiwango cha maisha ya Kikristo, kwa sababu seminari ziliangua wahubiri wachache na kuwatuma ili wapatane na kweli. Lakini Roho Mtakatifu daima amekuwa pale kuhukumu dhambi, na usiku wa leo amesimama kati ya mwaminio na mambo ya ulimwengu. Amina. Ikafika kati ya kambi na Wamisri na jeshi la Israeli, nalo lilikuwa wingu la giza kwao, lakini liliwaangazia hawa usiku, hivi kwamba mmoja hakumkaribia mwingine usiku kucha. Angalia, kitu kile kile kilichopewa kundi hili la waaminio, nuru, ilikuwa ikiwapofusha. Vema, vaeni jaketi zenu za kuzuia mshtuko. Hii hapa inakuja. Tazama, kila mtu anayeikataa nuru anakuwa kipofu na anatembea gizani, kwa sababu hukubali nuru. Amina. Mungu hutuma wahudumu wanaohubiri Injili. Yeye hutuma ishara na maajabu miongoni mwa wanadamu ili kuithibitisha kuwa ni kweli, na watu wanaikataa. Hakuna lililosalia ila giza kwako. Tembea katika nuru wakati nuru ikiangaza, ndugu yangu. Pokea nuru. Kristo ndiye nuru. Amekuja kukuletea nuru, lakini wale walioikataa nuru walipokea giza. Na kila mwanamume na mwanamke usiku wa leo anayeikataa nuru anatembea gizani bila kujua anakoelekea. Anayumbayumba akiwa mzuri sana, anayependwa na watu, lakini sijui anasimamaje katika uwepo wa Mungu. Iangalie, ni jambo la ajabu jinsi gani hapa. Alikuwa nuru kwa mmoja na giza kwa mwingine. Waisraeli basi, baada ya Musa kuomba, wangeweza kulala kwa amani. Sasa tazama,
Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari, Bwana akairudisha nyuma bahari kwa upepo wa nguvu wa mashariki usiku kucha. Akaifanya bahari kuwa nchi kavu, maji yakagawanyika. Basi wana wa Israeli wakaenda katikati ya bahari katika nchi kavu. Kama utaangalia, wakati wana wa Israeli waliokuwa wametoka gizani na kuikubali nuru, walipopata shida, nuru iligeuka nyuma, nao wakalala usiku kucha. Na walipokuwa wamelala, Mungu alikuwa akituma upepo ukivuma baharini na kufungua njia ya kutokea. Haleluya kwa mwana-kondoo. Nina furaha sana kwamba nimejazwa na Roho Mtakatifu usiku wa leo, tunapolala tukifurahia, tukipumzika katika ahadi ya Mungu. Mungu aliwaahidi kutengeneza njia ya kutoroka, na walipokuwa wakistarehe juu ya ahadi hii, Mungu alikuwa kule chini mbele yao akifungua njia. Kila mwanamume na mwanamke usiku wa leo ambaye atamkubali Yesu Kristo katika misingi hiyo, Roho Mtakatifu, wakati umelala, wakati umetulia katika ahadi yake. Labda wewe ni mlemavu, labda wewe ni kipofu, labda huwezi kusikia, labda huwezi kuona, labda wewe ni mgonjwa, ugonjwa wa moyo, kansa ama chochote kile, ukifa. Ipokee nuru usiku wa leo na utulie juu yake. Na upepo ukija kama upepo wa nguvu ukienda kasi katika siku ya Pentekoste, utapita huko na kukufungulia njia. Haleluya! Hata utapita moja kwa moja katika bonde hilo la magonjwa, urudi moja kwa moja kwenye nchi ya afya tena. Utapitia moja kwa moja katika nchi hiyo ya dini baridi rasmi zilizotiwa pingu, zisizojali, kwa moyo uliojazwa na Roho Mtakatifu, wenye furaha, wenye shangwe, uliojaa furaha. Mungu anaonyesha nguvu zake, na alikuwa akizionyesha. Samahani, ninapiga kelele sana. Inaonyesha ukombozi kwa nguvu. Alionyesha damu kule nyuma juu ya kitu kimoja. Alionyesha nguvu zake hapa kwa damu yake kupitia ukombozi. Alionyesha nguvu zake za kuepuka kifo kupitia damu. Alionyesha nguvu zake kufanya njia ya kutorokea kwa ukombozi wa nguvu. Na leo ninyi mliokubali, amina, ninyi mlioikubali damu ya Yesu Kristo kukusafisha na dhambi, nguvu za Roho Mtakatifu ziko hapa kukuongoza kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu ziko hapa kukubadilisha kutoka kwa ugonjwa hadi afya. Mungu akisonga mbele katika kutoka kwa kanisa lake, anaingia kwenye kuchanua, ambapo Mungu atakusanya baada ya kitambo kidogo punje yake. Ajabu, akitoka gizani kuingia kwenye nuru ya ajabu. Jinsi tunavyopenda hilo, jinsi ninavyofanya. Hiyo ina maana gani kwa nafsi yangu usiku wa leo? Marafiki nyinyi, nilikuwa nikizungumza na mwanamume mmoja leo ambaye alikutana nami tu nilipokuwa nje, naye akasema, nimekuwa nikijaribu kuwaambia watu. Akasema, nimebadilika sana Bili tangu ulipokuwa mtoto. Akasema, ulikuwa ukipita na kuniambia mahali pangu pa biashara ya kwamba yanipasa kuwa sawa na Mungu. Ninapaswa kuwa sawa na Mungu. Na akasema, kwa namna fulani nilikucheka, lakini akasema, Bili, mambo yamebadilika sasa. Akasema, najua sasa unazungumza nini. Nikawazia, Mungu asifiwe. Akasema, ninajaribu kuwaambia wengine juu yake, na kusema watabadilisha mada na kuanza kuzungumza juu ya karatasi ya kuchekesha au jambo fulani. Lo, si mimi. Huyu jamaa anayefuata kwenye kona anaweza kufa. Yeye ndiye anayefuata. Labda nambari yake ndiyo inayofuata, bila kujua ni nambari ya nani inayofuata. Huenda ikawa ni yako usiku wa leo rafiki. Huu unaweza kuwa ndio wakati Mungu anakuita. Mungu Roho Mtakatifu mkuu akisimama hapa usiku wa leo kati ya mauti na uzima, amesimama hapa usiku wa leo kati ya ugonjwa na afya. Ninajua ninachozungumzia. Hiyo ni kweli. Sasa hivi Roho Mtakatifu yule yule unayemhisi sasa, kila mtu aliyezaliwa mara ya pili hana budi kuhisi roho huyo chumbani. Huwezi kujizuia. Kama una uhai wowote, unajua upo. Vema, jinsi ambavyo kama sumaku, wakati sumaku kubwa inakuja karibu na nyenzo, huanza kusonga na kutambaa. Kwa nini? Inakaribia. Kama sumaku kubwa iliyoshuka juu hapa wakati mmoja kule Hammond, Indiana. Nilikuwa na watazama wakichukua takataka za chuma sakafuni. Walivuta wenzo mkubwa mno, ikashuka sumaku kubwa mno, wakafanya takataka zote za chuma zifagiliwe katikati ya sakafu. Na ilipokuwa ikipita, takataka hizo zote zilivutwa kwenye hiyo sumaku. Chuma zikaenda moja kwa moja na kuenda na sumaku nje.
nao wakaiondoa sumaku, wakaitupa kwenye kuba na kuifinyanga tena. Kulikuwa na takataka nyingi za aluminiamu zilizobaki. Nikasema, kwa nini hazikuenda? Akasema, hazina uwezo wa kuvutwa na sumaku. Nikasema, Mungu asifiwe. Nikasema, kwa nini hizi hazikuenda hapa chini kipande hiki cha chuma? Akasema, ukitazama kimefungwa chini. Na hiyo ni kama watu wengi usiku wa leo, marafiki. Umekuwa mshiriki wa kanisa, lakini hujatiwa sumaku na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kisha unaruhusu kitu fulani kikufunge, tofauti fulani kikufunge chini. Lakini moja ya siku hizi kuna sumaku kubwa inayokuja kutoka mashariki, inayoitwa mwana wa Mungu, ambayo itafagia nchi hii, na kila mtu ambaye amekufa katika Kristo atafufuka pamoja naye kwenda kule. Na miili hii ya kale itageuzwa na kufanywa kwa sura yake, kwa mwili wake mwenyewe wenye utukufu, ambapo tutaishi milele na milele, bila magonjwa, bila uzee, bila chochote kingine. Na katika utukufu wa Mungu kuishi katika uwepo wake uliobarikiwa milele. Amina. Usiache hilo likutishe. Najisikia kubarikiwa sasa hivi. Hakika ninajisikia vema, kwa maana ninajua ya kuwa mkombozi wangu yu hai, na katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya dunia hii. Ingawa mabuu wa ngozi wanaharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona mwenyewe. Macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Usifikiri mimi nina wazimu, sivyo nilivyo. Ikiwa ninao, niache tu. Nina furaha zaidi kwa njia hii kuliko nilivyokuwa kwa njia ile nyingine. Naam Bwana, acha tu nibaki hivi. Lo, hakika wazimu kwa ulimwengu, kwa kuwa mambo hayo ambayo ulimwengu unayaita kuwa ya kichaa, Mungu anayaita heri. Huna budi kupoteza akili yako kwa ulimwengu huu, kwa sababu kwa nini? Wewe si wa ulimwengu huu. Unapovuka mstari huo unaotenganisha, unakuwa raia mwenzi wa ufalme wa Mungu. Lo jamani, ni nzuri jinsi gani! Mbona unakuwa kiumbe kipya! Lo jamani, umebadilika kutoka hiki ulicho sasa. Ninyi sasa ni wana wa Mungu. Sasa tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni. Si tutakuwa katika milenia, hivyo tulivyo sasa. Sasa hivi sisi ni wana wa Mungu. Sasa hivi tumeketi pamoja katika mahali pa mbinguni katika Kristo Yesu. Sio tu kanisani, katika Kristo Yesu. Bwana Yesu aliyefufuka yuko hapa. Yuko hapa katika nguvu zake. Yuko hapa katika nguvu zake za ukombozi. Yuko hapa kwa ajili ya kutoka. Yuko hapa kuleta kila mshiriki wa kanisa katika ushirika na yeye. Yuko hapa kuleta kila mwenye dhambi, haijalishi uko chini kiasi gani. Yuko hapa kuleta nguvu za kufufuka kwake katika maisha yako na kukufanya kiumbe kipya. Hapa miaka michache iliyopita, dini zote za ulimwengu zilikutana. Ninaamini ilikuwa London, Uingereza, ama mahali fulani, sikumbuki haswa. Lakini wakati wote walipokuwa wakizungumza kwa ajili ya makanisa mbalimbali, Waislamu na Wabudha na kila kitu, maskini jamaa aliyewakilisha kanisa la utakatifu la Marekani, John Witt, naamini lilikuwa jina lake. Kwa hiyo basi alipoinuka wakati wake wa kunena, dini zote ziliwakilishwa katika kusanyiko hili kuu. Alisimulia hadithi ya Lady Maccabi, jinsi alivyokuwa duni. Alikamatwa huko Oklahoma akiwa na sigara kinywani mwake, akiendesha gari au kuvunja sheria ya mwendo kasi kupita mitaani na gari la abiria. Alikuwa amefanya mauaji mengi sana na ni mchafu sana na mbaya sana, mpaka walipoenda kumwadhibu kwa kumpaka lami na kumpamba manyoya, hata wasingeweza kuweka mikono yao juu yake, wakiogopa kwamba wangechafuka. Na alipoisimulia hadithi hiyo kwa njia ya mchezo hivi kwamba hata kila msikilizaji alikuwa ameketi kwenye incha za viti vyao, alisema, waungwana wa dini za ulimwengu huu, dini yako ina chochote ambacho kingesafisha mikono ya Lady Maccabi? Hakuna aliyesema neno. Aliruka juu hewani na kupiga visigino vyake pamoja na kupiga mikono yake. Akasema, damu ya Yesu Kristo haitasafisha mikono yake tu, bali itausafisha moyo wake. Amina. Hiyo ni kweli. Damu ya Yesu Kristo itamchukua kahaba wa chini kabisa huko Louisville, Kentucky, na kufanya mwanamke wa heshima mtakatifu kutoka kwake. Itamtoa muuzaji pombe haramu kutoka mahali hapo chini na kufanya mtu muungwana kutoka kwake na mtakatifu wa Mungu. Rafiki zangu, raia wa ufalme, wanaume wenzangu wa Kentucky na Indiana na karibu, je, hamfikirii usiku wa leo ni wakati wenu kumtafakari huyu Bwana Yesu kabla nafasi yako ya mwisho haijachukuliwa?
Wakati unaona kanisa likienda katika msafara huu mkuu, unaona ile nguzo ya moto ikitangulia mbele yetu, wakisimama, wakifanya miujiza na ishara. Yuko hapa usiku wa leo katika nguvu zake zote za ukombozi. Yeye yuko hapa kumponya kila mwenye dhambi, kumrejesha kila aliyerudi nyuma. Yuko hapa kumponya kila mgonjwa. Yeye ndiye injili yote, nasi tunahubiri injili yote. Kula mwanakondoo mzima, umchome kwa Roho Mtakatifu, na ujue ya kwamba ni mlo mzuri, kwa maana Roho Mtakatifu ametujulisha kiungu kwamba ni mzuri kweli kweli. Onjeni muone, Bwana ni mwema. Ina ladha ya asali kwenye mwamba. Bwana wetu Yesu hapa katika upendo na nguvu zake, katika baraka zake kuu za ukombozi. Lo, jinsi anavyosimama kati ya kanisa na dhambi usiku wa leo. Jinsi anavyosimama kati yenu na hukumu, akitokwa damu, akiomba. Hapa si muda mrefu uliopita nilienda mahali fulani hapa Ohio, ambapo nilikuwa karibu kutoa maoni yangu juu ya hukumu. Nilikuwa nikila kwenye mkahawa mdogo wa Duncan. Tulikuwa na mkutano mzuri. Ilinibidi kukaa maili kadhaa nje huko bara kwenye moteli ndogo. Nilikuwa nikila kwenye mkahawa wa Duncan, watu wazuri, na Jumapili walifunga na kwenda kanisani. Ilinibidi kuvuka hadi maskini mahali duni pa kawaida pa Marekani kula chakula changu cha jioni. Nilipoingia mlangoni, kwa mshangao wangu, hapo alisimama polisi wa serikali akiwa amemkumbatia msichana kwa mikono yake, akicheza mashine ya kupangwa. Sasa kucheza kamari ni haramu katika Ohio, na hapo mtu wa sheria mwenyewe anavunja sheria. Na pengine mwanamume katika umri wangu, labda aliyeoa, mwenye familia mahali fulani, huku akiwa amemkumbatia msichana fulani aliyesimama pale. Nilitazama nyuma kwenye mgahawa, wavulana wengine wameketi kule nyuma wamelewa, na msichana akitenda bila uadilifu hata kidogo. Nilitazama nikikaa chini upande wangu wa kulia hapa kwenye kibanda ambayo nilikuwa tayari kuketi. Hapo wameketi bikizee yapata umri wa miaka 58, 60, rika ya mama yangu, ameketi pale, ngozi ikiwa imekunjamana, amevaa nguo ndogo. Na lo, ilikuwa ya kutisha mno. Na kucha zake za miguu zimepakwa zambarau, midomo yake imepakwa zambarau, muonekano wa kuogofya sana uliowahi kuona. Nywele zake zimekatwa fupi sana na zimejikunja namna hiyo. Naye alikuwa akinywa. Hapo wameketi wanaume wawili pamoja naye, wameketi pale, wenye sura ya kutisha, wamelewa, na mmoja wao akiwa amelala kwenye mabamba ya meza. Na walipoomba radhi wakatoka kwenda msalani, nilisimama hapo nikawazia, Mungu, unawezaje wewe kuvumilia hili? Unawezaje wewe kuangalia kama hilo? Wakati hata moyoni mwangu, na mimi ni mbaya kama nilivyo mimi, hata hivyo bado sijui kama Sara wangu mdogo na Rebeka itabidi walelewe katika kizazi kama hiki kuona jambo hilo likitokea. Bwana, kwa nini usifutilie tu kutoka kwenye uso wa dunia? Nikawazia, kwa nini usifanye hivyo Bwana? Nikakaa pale chini na kuanza kulia tu. Nikaona ono. Niliona, tuseme, ulimwengu ukizunguka angani, na upinde wa mvua ukasimama kuzunguka ulimwengu huo. Na mtu fulani aliyekuwa akizungumza nami akasema, hiyo ni damu ya Yesu Kristo iliyoizunguka dunia hii, ambayo humzuia asiharibu. Ikiwa Mungu anaweza kuona dhambi, siku utakapokula, siku hiyo utakufa. Kila mtu chini ya hiyo damu pale ana uhuru wa kujiamulia kuchukua chaguo lako. Lakini kama ukifa na roho yako ikaruka kupita rehema ya hiyo damu, tayari umehukumiwa kabla ya kufika huko. Hakuna kilichobakia kwako. Kisha nikajiona mwenyewe, nilimwona Bwana wangu Yesu amesimama pale akiwa na taji ya miiba kichwani mwake, na machozi yakitiririka yamechanganyikana na damu yalipokuwa yakilowesha ndevu zake. Nami nikaona dhambi zangu zikija mbele zake, na kila wakati zingekuja mbele zake namna hiyo, mpaka yeye alikuwa anatetemeka. Miiba ingenata kwenye paji la uso wake zaidi. Angeyumbayumba kurudi nyuma. Angesema, Baba msamehe, hajui analofanya. Na tena ningefanya jambo fulani, halafu damu yake ilikuwa kama bamba kwenye gari, ikilinda gari, kunikinga na ghadhabu ya Mungu nisivyo stahili. Nami nikaja kwake polepole, nikampigia magoti, nikasema, nilitazama kule chini mbele yangu, na hapo kulikuwa na kitabu cha kale cha dhambi, na jina langu limeandikwa juu yake. Nikasema, Bwana, utanisamehe? Hakika yeye alisema kwa macho ya upendo, akatia mkono ubavuni mwake, akatoa damu na kuandika juu yake, umesamehewa, na kukitupa tena kwenye bahari ya usahaulifu. Akasema, sasa. Nikasema, asante Bwana. Akasema, sasa na kusamehe, nawe unamhukumu. Lo, hiyo ilibadilisha picha kwangu.
Ninatoka kwenye hilo. Nikaenda pale na kukaa karibu naye na kuanza kuzungumza, na alikuwa na maisha magumu nyuma kabla yake. Nikasema, hivi hukuwahi kuwa Mkristo? Akasema, nililelewa katika nyumba ya Kikristo. Nami nikasema, kulifanyika nini? Akaniambia kuhusu kosa na mume wake na jinsi watoto na kadhalika. Nikasema, yote kwa miaka hii yote hujawahi kuishi kwa amani tangu ulipokutana na Mungu? Akasema, Bwana, huo ndio ukweli. Nikasema, hivi hutampokea sasa hivi? Akasema, je, atanichukua? Nikasema, anabisha moyoni mwako sasa. Na kutoka kwenye kile kibanda hapo sakafuni na kupiga magoti mbele ya hadhara hiyo ya watu, mashine za kamari zilisimamishwa, laana chafu zikakoma na kila kitu kingine. Nami nikainua mikono yangu na maskini mikono hiyo iliyokunjamana na kumuongoza kwa Yesu Kristo. Hiyo ni kweli. Ni hayo tu marafiki. Usiangalie Yesu, sijali umefanya nini, dhambi zako ni nyeusi kiasi gani, jinsi maisha yako yalivyo machafu. Mungu amesimama usiku wa leo akibisha kwenye mlango wa moyo wako ili akusamehe, haijalishi wewe ni nani. Hebu tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja. Dada, njoo kwenye piano pale tafadhali. Baba wa mbinguni, ninaomba ya kwamba wewe sasa hivi, wakati Roho Mtakatifu anatembea ndani ya jengo hilo, hebu na tutafute kwanza ufalme, tupate kibali kwako, ndipo ninaamini wewe utawaponya wagonjwa. Lakini sasa hivi Baba, huku nikihisi kwamba kuna shauku kubwa ya kina na usadikisho, watu tukijua ya kwamba kanisa lako liko katika huko kutoka, nasi tunaendelea kuelekea hukumuni bila kujua. Lakini asubuhi mtu anaweza kuja kando ya kitanda na hapo tumelala, tumeondoka. Wakati huu kesho usiku huenda tukawa katika chumba cha kuhifadhia maiti mahali fulani, na nafsi zetu huko katika umilele. Mungu, hii inaweza kuwa ndiyo saa ya mwisho. Hii inaweza kuwa ndiyo nafasi ya mwisho ambayo mwanadamu atapata. Wengi bila shaka wameketi hapa, wanaume na wanawake ambao walitamani, ambao wameishi maisha mazuri ya kawaida tu, lakini hawajawahi kuzaliwa mara ya pili. Hawajui maana ya kujazwa na Roho Mtakatifu, maisha yaliyosalimishwa kikamilifu, huku minyororo yote aibu ikiondolewa kwao na Roho wa Mungu awabatize katika rehema yake. Baba mpendwa, hivi wewe usiku wa leo katika jina la mtoto wako mpendwa Yesu, utaingia kwenye kila moyo na kusema sasa hivi, pia wajalie katika unyenyekevu wa mioyo yao, wakuinulie wewe mawazo yao, wainue moyo wao na kusema, mimi hapa Yesu, nichukue sasa jinsi nilivyo, na unifinyange na unifanye kitu tofauti. Nifanye niwe mtu wa aina ile ungetaka niwe. Katika maisha yangu yote wewe umezungumza nami, umejaribu kunifanya nifanye tofauti, umejaribu kunifanya nijisalimishe. Lakini sasa siku imeenda sana Bwana pamoja nami, lakini niko tayari kuja sasa. Tujalie Baba, huku rehema ikiita kabla ya hukumu, msafara wa kanisa unaondoka Misri, na waende pamoja na kundi kubwa walioitwa watoke. Tunaomba katika jina lake. Na huku tumeinamisha vichwa vyetu na macho yamefumbwa na Wakristo wakiomba, sijui kama ungeinua tu mkono wako useme, ndugu Branham, unikumbuke. Ninaamini kila neno unalosema ni kweli kuhusu Yesu Kristo, na sisi sote tunahitaji kujazwa na Roho, na mimi sijajazwa bado. Nimekuwa mshiriki wa kanisa, au labda hujawa hata kidogo. Labda umekuwa mwenye dhambi, hujawahi kumkubali Kristo, au umekuwa mshiriki wa kanisa na hujazaliwa mara ya pili. Tafadhali inua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham katika maombi yako. Nataka kuwa sawa. Mungu akubariki. Mungu akubariki, na wewe, na wewe, na wewe ndugu yangu, na wewe dada, na wewe ndugu, wewe ndugu dada. Naona upande wangu wa kushoto. Ni wangapi hapa? Inua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham, ninataka kuzaliwa. Sasa kumbuka, Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Ikiwa mimi ni mtumishi wa Mungu, najua hakika kama ninavyosimama kwenye jukwaa hili kwamba Roho Mtakatifu anazungumza na mioyo hapa. Marafiki, ninaweza kuwa mtu wa kipekee kwenu, lakini mimi si mshupavu. Najua ninachozungumzia. Ikiwa najua shida yako ni nini huko nje na ugonjwa wako ni nini, na Mungu anasikia maombi yangu kwa ajili yako. Na papa hapa katika jengo hili wameketi watu ambao wameponywa wakiwa na kansa na upofu na uziwi na vilema na chochote kile. Angalia mikutano duniani kote. Vipi kuhusu wewe sasa? Vipi kuhusu hilo sasa? Kama atasikia maombi yangu kwa ajili ya hilo, je,
hata sikia maombi yangu kwa ajili ya hali yako ya nafsi yako? Kama atanifunulia shida yako ilipo, je, hata nifunulia sasa ilipo shida yako pia? Ni wangapi zaidi watainua mkono wako useme, ndugu Branham, nikumbuke. Nataka kwenye wakati huu nimuombe Mungu anirehemu. Mungu akubariki, na wewe, na wewe, wewe tena. Lo jamani, kote tu jengoni, kila mahali. Huku mmeinamisha vichwa vyenu. Sijui kama wewe uliyeinua mkono wako uwe na neema zaidi kidogo tu useme, Bwana, nilikuwa na neema ya kutosha kuinua mkono wangu. Nipe neema ya kutosha kusimama wakati anapoomba. Kama atakuja kunichukua kabla ya mapambazuko, Bwana, hii ndiyo ishara yangu kwako ya kwamba ninataka kuwa sawa. Ninataka kukutana na wewe siku moja. Kikohozi hiki kitaninyemelea na nitabonyeza foronya ya kifo. Daktari ataondoka kando ya kitanda changu. Hakuna kitu kingeweza kufanywa. Basi Mungu, irehemu nafsi yangu. Wakati ukungu baridi wa mauti unaelea mle chumbani, jalia meli ya zamani ya Sayuni ije inibebe. Nitasimama Bwana. Inachukua neema nyingi, lakini kitu fulani kinanisogeza. Nimesimama. Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine atasimama aseme, ninasimama Bwana. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki ndugu, dada. Baki tu umesimama. Kila mtu ambaye anataka kukumbukwa katika maombi haya kwa wokovu wa roho yako, naomba usimame. Mungu akubariki. Mungu akubariki kijana. Mungu akubariki bwana. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki dada yangu. Mungu akubariki dada, wewe ndugu. Mtu mwingine simama sasa na kusema, niko hapa ndugu Branham, sijasimama mbele yako, ninasimama mbele za Mungu. Kitu fulani kiliniambia nisimame, nami nimesimama. Je, utafanya hivyo? Simama tu kwa miguu yako. Mchukulie tu Mungu kiasi hiki. Mungu akubariki mama. Kuna wengine, Mungu akubariki mama. Hiyo ni sawa. Maskini mama akiwa ameshika mtoto wake mdogo akijaribu kunyanyuka, machozi machoni mwake. Hivi hutakuja? Simama tena. Mungu akubariki mama. Bikizee alisimama pale na mkongwe kweli kweli, akijua ya kwamba hana budi kumkabili Mungu moja ya siku hizi. Mungu akubariki. Nani mwingine atasimama sasa aseme nitasimama? Baki tu umesimama kwa ajili ya maombi. Mtu mwingine, ninahisi tu kama kuna mtu mwingine anayetaka kusimama. Labda unataka tu kuja karibu zaidi kidogo. Usiahirishe tena. Simama tu. Je, utafanya hivyo? Ninyi mnaotaka kuwa karibu na Mungu. Mungu akubariki. Hiyo ni sawa. Je, Mungu akubariki mama. Ndiyo Bwana. Kuna angalau watu watatu zaidi ninaowatazama moja kwa moja wanaopaswa kusimama, maana huyo hapo amesimama malaika wa Mungu. Mungu akubariki mama. Hiyo ni kweli. Sasa vema ndugu, vipi kuhusu hilo? Vema. Na malaika wa Bwana akisimama, najua. Ninamuona nami ninajua ya kwamba mtu fulani anapaswa kusimama sasa hivi. Nitasubiri dakika moja zaidi. Mungu na unajua yeye anasukuma moyoni mwako. Amesimama hapo rafiki yangu. Huyo ndiye anayekuambia simama. Hivi hutafanya hivyo? Simama tu na umkubali sasa hivi. Vema. Una uhakika sasa? Kama Mungu angekuita usiku wa leo katika mkutano huu, mahubiri haya, mwaliko huu, yatakutana nawe kule utakapokufa. Umefanya nini kuhusu hilo? Kama huna hakika kweli, simama sasa, usudi yeye aone unataka kukubali kutembea katika nuru. Sasa Baba yetu wa mbinguni mwenye fadhili, hawa watoto wako wapendwa, mioyo iliyolainishwa, neno lilianguka moyoni mwao usiku wa leo. Imani huja kwa kusikia na kusikia neno. Na wewe ungeweza kusikia, na wewe ulilainisha mioyo yao. Wengi wamesimama, wanaume na wanawake, wavulana na wasichana, wanakukiri wewe kama Mwokozi na kiongozi wao mpendwa. Pia jalia malaika wa Mungu yule aliye hapa sasa usiku wa leo na awaongoze maishani. Jalia waongozwe hadi Kalvari sasa hivi mioyoni mwao, na wamkubali Yesu kama Mwokozi wao. Tena jalia Roho Mtakatifu kwa damu ya Kristo ashuke juu ya nafsi zao na kuondolea mbali kutokujali kwote na kuwajaza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Jalia huu uwe usiku mkuu zaidi wa maisha yao. Tunajua ndivyo ulivyo, kwa maana usiku wa leo wanakupokea wewe. Tujalie Bwana sasa hivi. Basi jalia waende nyumbani kutoka hapa usiku wa leo wakiwa na furaha na wakishangilia, wakimsifu Mungu kwa moyo wao wote. Ninaomba baraka hii kupitia jina la Yesu Kristo. Sasa Bwana wabariki mnapoketi. Hebu niwaulize sasa,
Kila mmoja wenu aliyesimama na unajua ya kwamba jambo fulani limefanyika kwako ulipokuwa umesimama, inua mkono wako. Inua tu mkono wako, unajua jambo fulani limetukia. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hiyo ni kweli. Inabidi marafiki, inabidi. Nilisimama, nimeona hapa sasa hivi malaika yule yule naye nena habari zake akipitia moja kwa moja kwenye jengo hili hapa. Malaika yule yule wa Bwana, ile nguzo ya moto. Nimekuwa nikihubiri dakika 5 ama 10 zilizopita chini ya uvuvio huo. Ninaiona tu ikipita kwenye jengo hili. Sasa mnaweza kufikiri ya kwamba ninawasimulia hadithi, lakini ni kweli. Sasa hata sidhani nitaita mstari wa maombi. Nafikiri nitasimama papa hapa na kumuomba tu Mungu athibitishe ya kwamba nimewaambia kweli. Hiyo ni kweli, kwa ishara maajabu. Ni wangapi hapa ndani wanaotaka kuponywa, watu wagonjwa? Inueni mikono yenu popote ulipo. Inua tu mkono wako useme, ninaikubali. Vema, nataka utazame, uishi na uamini. Mtu fulani katika kusanyiko hili kupitia hapa, mtu kupitia hapa, angalia tu na kusema, Bwana Yesu, hivi ninaamini sababu ya kufanya wito huo wa madhabahuni kwanza, hatuna budi kupata kibali kwake. Hili ni jambo jipya kwangu. Sina budi kupata kibali kwake kwanza. Basi ikiwa nimepata kibali na kufanya fadhili, nanyi 12 au 2 nafsi zinamjia yeye wakati huo huo. Hakika. Sasa ninyi, kila mmoja wenu, ninyi watu mnaomjia Kristo, basi tafuta kanisa zuri lililojazwa na Roho Mtakatifu na uende huko. Na hapo utafute ubatizo wake mpaka uupate. Nenda tu kila usiku tu, kila siku, endelea tu kuomba. Na wakati unatafuta, sasa ninyi watu ambao ni wagonjwa, kama nimewaambia kweli, Mungu atashuhudia ya kwamba ni kweli. Hiyo ni kweli. Inaweza tu kuifanya. Na Mungu atalijulisha kama utaomba tu na kuamini kwa moyo wako wote. Angalia tu na useme hivi, wakati malaika wa Bwana alipokutana nami kule Greensmill, Indiana miaka 8 iliyopita, baada ya kuwa tangu utotoni akinifuata akionyesha maono, nilipomwendea alisema, kama utakuwa mwaminifu, wafanye watu wa kuamini, hakuna kitakachosimama mbele ya maombi. Sasa yeye angeweza kukufanyia vivyo hivyo sasa yale aliyoweza wakati ule. Amefufuka kutoka kwa wafu, na yeye hapo kusanyiko huko nje mbele zake anajua yaliyo juu ya kila mmoja wenu, yale ambayo umefanya, shida yako ni nini, kila kitu kuhusu hilo. Je, unaamini hilo? Basi iamini kwa moyo wako wote. Ninaona kijana aliyeketi hapa akiamini, akijaribu, akiwa na imani. Je, unaamini kwamba Mungu atanijulisha tatizo lako? Unaamini? Kama akinijulisha, je, utakubali uponyaji wako? Una shida ya moyo. Hiyo si ni kweli? Vipi kama ningekuambia sasa kwamba ulipona huo? Je, ungeamini? Simama kwa dakika moja. Una moyo wenye wasiwasi na moyo wa kunung'unika. Imekusumbua kwa muda. Wakati pekee unapolala pia unakusonga na unapiga sana huku na huko ukipepea. Je, hiyo ni kweli? Maana husababisha kutokumeng'enya chakula kutoka kwa tumbo lako kuja kupitia kwenye mshipa huo. Hiyo si ni kweli? Hutasumbuliwa nao tena. Weka tu ulichonacho sasa hivi, unaweza kwenda nyumbani na uwe mzima. Sisomi mawazo yako, mimi ni mgeni kabisa kwako. Wewe ni mwanaume tu uliyeketi hapo. Je, hiyo ni kweli? Sijawahi kukuona maishani mwangu na sikujua lolote kukuhusu. Je, hiyo ni kweli? Amini kwamba Bwana yuko hapa. Kusema kweli, kijana, nataka kukuuliza jambo fulani, nawe uone kama hii ni kweli au la. Yapata dakika chache tu zilizopita, kwa ghafla kitu cha kigeni kilikuja juu yako nilipoanza kuzungumza kuhusu uchungu umetoka kwenye mwiba. Hiyo si ni kweli? Hivi haikuwa hisia ya ajabu uliyokuwa nayo ukiwa umeketi hapo? Hiyo si ni kweli? Na si ulinitazama wakati huo huo na macho yangu yakakupata wakati huo huo? Hapo ndipo ulipoponywa na ugonjwa wa moyo papo hapo. Amina. Hiyo ndiyo hasa. Yuko hapa. Sisomi mawazo yenu marafiki. Ninasema tu kweli na Mungu huithibitisha kuwa ni kweli. Unafikiri nini kuhusu hilo uliyeketi hapo karibu naye? Unaamini? Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu? Je, unaamini kama Mungu uliyeketi mbele hapa kwenye kiti cha mbele? Hiyo ndiyo sababu ninazungumza nanyi sana. Roho kule nyuma kule kunizunguka. Lakini unaamini nikiweza kuwasiliana na roho yako, Mungu atafunua kilicho shida yako? Je, utakubali uponyaji wako? Wewe ni mgonjwa wa kisukari. Je, hiyo ni kweli? Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Simama kwa miguu yako. Je, unakubali uponyaji wako sasa?
Bwana Yesu Kristo na akufanye uwe mzima kabisa. Mungu akubariki. Kuwa na imani. Mtu fulani hapa ndani anaamini. Kuwa na imani kwa moyo wako wote. Ninamuona kijana ameketi hapo, amevaa suti ya bluu. Hiyo hapo imesimama moja kwa moja juu yake. Una ugonjwa wa ngozi, sivyo kijana? Hiyo si ni kweli? Simama kwa miguu yako. Naona uko pamoja na wajumbe hawa. Je, hiyo ni kweli? Vema, unataka kwenda nyumbani ukiwa mzima. Inua mkono wako na useme, Bwana Yesu, sasa naamini malaika wa Bwana anaongoza. Nami ninaamini kwamba nimepona. Unafikiri nini juu yake? Mtu wa pili kutoka kwake hapo. Unaamini pia? Simama kwa miguu yako kwa dakika moja ili niweze kukutazama. Unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wa Mungu kwa moyo wako wote? Je, unataka kuishinda shida hiyo ya moyo? Hiyo ndiyo uliokuwa nayo, sivyo? Hiyo ndiyo wewe ulikuwa nayo. Nikasema, hunayo sasa, unaweza kwenda nyumbani pia. Mtu anayefuata baada yake, una maoni gani juu yake Bwana? Je, unaamini kwa moyo wako wote? Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu? Simama kwa miguu yako. Je, unaamini kwa moyo wako wote sasa? Ulikuwa na wasiwasi. Hiyo si ni kweli? Unaona? Je, hiyo ni kweli? Inua mkono wako. Unaweza kwenda nyumbani mzima sasa. Yesu Kristo akuponya. Vipi kuhusu mtu anayefuata? Simama chini kwenye safu. Unaamini kwa moyo wako wote? Simama kwa miguu yako. Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu, kuwa ni mtumishi wake? Unaamini yeye angeniambia una shida gani, kwamba ungekubali uponyaji wako? Iko kwenye koo lako. Je, hiyo ni kweli? Nenda nyumbani ukawe mzima katika jina la Yesu Kristo. Mtu mwingine yeyote katika jengo hili anayetaka kuponywa anaweza kusimama na kuponywa. Ikiwa umeniamini mimi kama mtumishi wa Mungu, simama kwa miguu yako. Mungu akubariki. Shida ya kike, kansa, hiyo hapo inaondoka. Mungu abarikiwe. Kila mmoja wenu inueni mikono yenu kwa Mungu. Baba yetu wa mbinguni, sasa ninalaani kila ugonjwa wa jengo hili, ninafukuza kila pepo mchafu, na Roho Mtakatifu atawale sasa na kumfanya kila mtu kuwa mzima. Wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi na kusema, Bwana asifiwe kila mahali. Basi shangilieni na muwe na furaha, kwa maana Yesu Kristo yuko hapa, mwana kondoo wa Mungu, kuwaponya ninyi kila mmoja.